Mimi ni mwinjilisti mwandamizi. Jina langu naitwa John Lucas Magwesela, ambaye natoka katika dhehebu la African Union Church Tanzania. Ninatumika katika jimbo la Ushetu, pastoreti ya Kisuke. Mimi nimehudhuria mafunzo haya ya HCD. Yaani ni mafunzo ambayo yana mfumo wa kujifunza ambao unashirikisha wakibunifu ambao unashirikisha jamii kuweza kutatua changamoto zinazoikabili jumuiya husika. Kwa mfano, changamoto hii ya chanjo kwa watoto wenye umri wa miaka 0 hadi miaka 5. Kwa hiyo nimejifunza namna ya kuibua mawazo ambayo yatasaidia serikali yetu kuweza kujua ya kwamba huku vijijini au huku makanisani wanashiriki vipi katika kushawishi waumini wao kwenda kwenye vituo vya afya kupata chanjo. Na katika kushiriki huku nilichofaidika ni kwamba tumetoa mawazo yetu. Tukaona ya kwamba mojawapo ya mawazo ambayo inasababisha zoezi la utoaji wa chanjo kama ya polio na chanjo zingine kwa watoto wadogo inakuwa ni hafifu, iko asilimia ya chini katika halmashauri yetu ya Ushetu. Kwa hiyo tulielezea kwamba ili kwa kwani tulishirikishwa kutokea ngazi hii ya huku vijijini. Kaonekana kwamba kwanza watu wenyewe wana imani potofu kuhusu chanjo. Ina maana elimu haiwafikii watu wote. Kwa sasa tumefikiwa sisi kama viongozi wa dini, tumefikiwa, tumeelimishwa ya kwamba kuna chanjo aina mbalimbali. Mtoto anapozaliwa anatakiwa sasa achanjwe hizo chanjo. Zina dozi mbalimbali kama chanjo ya polio, chanjo ya kifua kikuu na magonjwa mengine kama pepopunda na mengine. Jambo la kwanza ambalo nitakalo la kwanza kabisa wakati wa kufanya vikao katika kanisa langu, nitaweka ajenda hii ya chanjo ya polio kuwa ni ajenda ya kudumu. Ina maana viongozi wenzao katika kanisa hilo husika wawe wanaijadili hiyo mara kwa mara na kupeana mikakati ya kuwafikia katika mahubiri, kuwafikia Wakristo waweze kuelewa ya kwamba chanjo haina madhara. Chanjo ni kwa ajili ya kumkinga mtoto asipate magonjwa, na kama kuna changamoto ndogo ndogo ambazo zinaonekana ya kwamba labda watoto wanapata homa, hiyo ni kawaida ya chanjo, lakini hizo hazina madhara sana. Kwa hiyo na viongozi wenzangu na wao watakuwa wameelewa kwamba watahamasisha ya kwamba chanjo hazina madhara. Kwa hiyo Wakristo na watu wengine waweze kupeleka watoto wakapewe chanjo. Ndio tulipotoka, tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.